Mwamba alitumia akiba yake yote kununua masanduku 10 ya mwani, lakini alipoyakaanga kwenye mafuta aligundua kuwa ladha ilikuwa chungu na mbaya. Ni kwamba yeye alitarajia kupata utajiri kwa kuuza mwani, lakini hakuweza kupata ladha bora kwa ajili ya biashara hiyo. Hata hivyo, hakukata tamaa. Aliuza kompyuta yake na kununua masanduku mengine 100 ya mwani. Mafuta yaliyochemka yalimpa makovu kwenye mikono yake, lakini ladha bado haikuwa sahihi. Punde si punde, mwani uliisha tena. Wakati tu alipokuwa karibu kukata tamaa, aliona mfuko wa mwani chini. Akaamua kujaribu mara ya mwisho. Baada ya kukaanga, aligundua mara moja kwamba mwani huu ulikuwa tofauti kabisa. Alipiga tonge na kwa mara ya kwanza ladha hiyo nzuri ilimletea tabasamu. Ilibainika kuwa mfuko huo wa mwani ulianguka siku ile aliporudi nyumbani chini ya mvua. Baada ya kukaa usiku mzima ukiwa umeloa, chumvi ilikuwa imeyeyuka na mwani ukawa laini zaidi. Huenda hiyo ndiyo ilikuwa siri ya mafanikio ya kuwa mtamu sana. Akaanza kuupakia na kuuza, na muda mfupi baadaye ikawa mafanikio makubwa. Lakini alipohesabu faida, alihisi kukata tamaa tena, kwa sababu kwa faida hiyo, basi kwa kiwango cha juu kabisa, angeweza kupata milioni 1 tu kwa mwaka, wakati baba yake tayari alikuwa amefilisika na alikuwa na deni la milioni 40. Ilibidi apate njia ya kupata pesa nyingi zaidi. Siku moja, Mwamba aligundua kwamba barabara moja tu kutoka nyumbani kwake kulikuwa na maduka matatu ya jumla. Kama angeweza kuuza mwani wake huko, mapato yangekuwa makubwa sana. Siku iliyofuata alienda makao makuu ya maduka, lakini meneja hata hakutaka kuonja sampuli. Ufungaji ulikuwa mkubwa sana na bei ilikuwa juu sana, haikukidhi viwango vya duka. Mwamba hakubishana, alitabasamu tu. Aliajiri kampuni ya usanifu na akaboresha kabisa vifungashio. Kisha akarudi na toleo jipya, lakini sekretari alimwambia kuwa meneja alikuwa kwenye mkutano. Alisubiri siku nzima na hatimaye akaelewa kuwa walikuwa wakimkwepa kwa makusudi. Bila chaguo jingine, akaondoka. Ila kabla ya kuondoka, alimpa mhudumu mwani kwenye lifti. Ndani ya lifti hiyo pia alikuwepo mnunuzi wa kampuni ambaye aligundua ufungaji mpya na kwa udadisi akachukua vifurushi kadhaa. Njiani kwenda ofisini kwake alifungua kimoja na akaonja. Ladha yake ilikuwa nzuri sana kiasi kwamba akanyonya vidole vyake, kisha akawapa na wenzake na hata na meneja. Muda mfupi baadaye Mwamba alipokea simu. Meneja aliamua kusambaza mwani huo katika maduka 7200 ya jumla kote nchini kwa sharti moja tu: kiwanda kilipaswa kutimiza viwango vya usafi. Hilo lilimweka katika hali ngumu kwa sababu hakuwa na kiwanda chochote. Kwa hiyo aliuza gari lake, akapangisha jengo nje kidogo ya jiji, akalifanyia marekebisho haraka na akaajiri wafanyakazi. Wakati wa ukaguzi, meneja alionyesha matatizo kadhaa: mwanga usioridhisha, mabomba yaliyo wazi na wafanyakazi wasio na glavu. Alimpa siku 3 kurekebisha. Mwamba alikubali kila pendekezo na akafanya kila alichoweza kutatua matatizo yote. Hatimaye ripoti ya ukaguzi ilifika. Akiwa amesimama chini ya jua, alisoma kwa hisia. Ilisema imeidhinishwa kufanya kazi naye. Wiki 2 baadaye alisaini rasmi mkataba na kampuni ya Snacks. Miaka 2 baadaye alilipa kikamilifu madeni ya baba yake, na miaka mingine inayofuata biashara yake ya mwani ilizidi milioni 150 kwa mauzo ya kila mwaka, na hata ikawa na kituo chake cha kulima mwani. Kwa yeyote aliye na hamu ya kujua jina la movie hii, movie inaitwa The Billionaire ya 2011.